Matendo ya Mitume sura ya 12 tunaona kuna picha mbili. Sura ya 16 watu binafsi waliomba. Amen. Paulo na Sila. Sura ya 12 kanisa liliomba, na yote yalifungua gereza. Unanielewa mtu wa Mungu eh? Maombi yote yalifanya nini? Yalifungua gereza kwa staili tofauti, lakini gereza lilifunguka. Gereza likiwa limewekwa askari. Unaongea habari ya mapepo kutoka kuzimu kuwa yametumwa. Wewe si hayo yako rohoni. Hapa kulikuwa na askari wamekaa na bunduki. Wewe si bado una ruhusa ya kuja ibadani. Hawa walikuwa wamefungwa katika gereza kwa ajili ya kuuawa, lakini hawakukata tamaa. Mtu mmoja ananielewa? Nasema hawakukata tamaa, walisimama na walifanya jambo moja ambalo leo tunataka tulifanye. Jumapili hii ni Jumapili ya kujiachilia kwenye kulifanya jambo ambalo tunaliona wenzetu walilifanya. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari ule wa 4. Biblia inaongelea habari Yakobo kwanza alikamatwa na Herode akauawa. Yakobo mtume akauawa. Alafu Wayahudi wakafurahia, wakampigia makofi Herode, na viongozi wote wanapenda kusifiwa. Alipoona jambo hili linapendeza, akaona mkamate na Petro. Mstari wa 4 unasema alipokwisha kumkamata, yani Petro, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4. Unasikumbuka hesabu vizuri? Au ni askari wangapi? Askari wangapi? Nataka wote tuwe pamoja. Askari 16. Vikosi 4, kila kikosi askari. Alafu sio tu askari, gerezani. Kwanza ni gerezani, alafu na askari 16. Askari wa Kirumi. Hawa ni askari, moja ya maaskari sharp kwa kutokea. Kwa sababu Rumi ndio ilikuwa dola inayotawala. Ni sasa na leo ungesema ukawekwa chini ya askari 16 wa Kimarekani kwa ulinganifu wa dunia yetu leo. Maana Rumi ndio ilikuwa dola inayotawala dunia kipindi hicho. Mtu mmoja ananielewa? Mstari wa 5. Basi Petro akalindwa gerezani. Akalindwa wapi? Sikiliza inayofuata. Nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Naomba tusome huo mstari wa 5. 1, 2, 3. Turudie. 1, 2, 3. Kwa kipengele cha kwanza tunakiona kanisa linaomba kwa ajili ya mtu mwingine. Sawa? Umeelewa vizuri? Hapa tuambiwi Petro anaomba. Tunaambiwa kanisa linafanya nini? Linaomba. Mstari wa 6. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule Petro. Sasa alitaka kumtoa, yani kwamba anakwenda sasa kutimiza kila alichokikusudia. Kwa hiyo kama leo usiku, kesho yake anapelekwa kwenda kushughulikiwa kwa ajili ya mashtaka ya uongo aliyotengenezewa ili auawe usiku ule. Petro alikuwa amelala katikati ya askari wawili. Sasa nataka upate picha. Kuna askari 16. Amina. Kuna gereza lina milango na mageti. Alafu kuna askari wawili wanahakikisha Petro hachezi mbali. Yaani mmoja amekaa hapa, mwingine amekaa hapa, Petro amelala. Amefungwa minyororo miwili. Mtu mmoja ananielewa? Sio mnyororo mmoja. Kwa hisi labda mikono na miguu na hisi ili iwe miwili. Tunakubaliana? Tunaweza tukaenda na hiyo nadharia.
kwamba amefungwa minyororo miwili. Sasa kwa namna ya ufungaji tunajua kikawaida, ukitaka kumfunge mtu asifurukute, nafunga mikono na miguu. Kwa mikono amefungwa minyororo, miguu amefungwa minyororo, amelala katikati ya askari wawili. Katika ulinzi mzima kuna askari 16 walinzi mbele ya mlango wakilinda gereza. Si tu kwamba gereza limefungwa, limefungwa na geti lenye kufuri kubwa, alafu wakaona haitoshi na askari wako mbele. Huyo si ni mhaini? Bwana asifiwe. Nataka upate picha kwanza ya nini ambavyo Ibilisi, Herode akiwakilisha sura ya Ibilisi katika muktadha huu, alivyoweka ulinzi kuhakikisha Petro hasurvive, hachomoki. Umeiona hiyo picha? Umeiona? Kama umeiona basi jibu nimeiona. Umeielewa hiyo picha? Aya, sasa safiri, angalia na hali yako, jinsi ambavyo imetengenezwa ikuzuie, ikukandamize usichomoke. Sidhani kama ni tight kiasi hicho. Yawezekana. Kuiona picha hii ni muhimu sana ili kusaidie kuamini. Bwana asifiwe. Hapakuwa na tumaini la aina yoyote la Petro kutoka. Hilo tunakubaliana? 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 Hapakuwa na tumaini la kawaida la Petro kuweza kutoka gerezani. Kwanza, mtume mmoja ameshauawa. Kwa sio jambo geni kuua na huyu. Mtu mmoja ananielewa? Ni mtume aliyeuawa. Na waliokuwa karibu na Yesu ni nani na nani jamani? Nani? Petro wa pili, Yohana watatu nani? Watatu nani? Yakobo. Kwa hiyo kauawa mwanafunzi miongoni mwa wale watatu waliokuwa karibu zaidi na Yesu. Mtu mmoja ananielewa? Unanielewa? Unanifuata vizuri? Nataka upate picha, kwa sababu kuna kipindi tunaangalia, tunatishwa na nini kimetokea. Pamoja na kwamba maandiko hayasemi, nashawishika kufikiri kwamba Yakobo aliuawa, kanisa alikuomba, alikuchukua, amekamatwa wakatulia. Maandiko hayajasema. Nashawishika hapa wakajifunza, wakaona tukimwachia huyu atatumaliza. Mwambie jirani yako, tukimwachia atatumaliza. Lazima tuweke stop. Hello? Lazima tuweke nini? Stop. Tukimwachia atatumaliza. Lazima tuweke stop. Kwa hiyo Petro amekamatwa baada ya Yakobo kuuawa, kukamatwa na Herode na kuuawa. Sawa? Ikawapendeza Wayahudi. Kwa nini? Kwa sababu Herode au Wayahudi wale hawapendi imani ya huyu mwamba Yesu isogee mbele. Na ndio maana nilikwambia moja ya jambo tutalifanya leo, na ninataka uendelee kufanya. Tutaomba kinyume na kila upinzani juu ya kanisa katika nchi hii. Na nilikwambia kwa waliokuwepo Ijumaa, tutaomba hapa magereza yatatema watu. Kuna mtu ananielewa? Basi kama umenielewa, elewa hivi. Tutaomba hapa kama kanisa lilivyoomba. Mwenye haki mmoja Petro
aliyekuwa amefungwa kwa sababu ya haki, gereza likamtema. Na leo nataka tumwamini Mungu kama kanisa mahali hapa, kusanyiko hili, wenye haki waliowekwa kwenye magereza ya wateme kwa jina la Yesu. Ndio maana nakwambia misingi itatikiswa. Siri zilizokuwa zimefichika, watu hawa wakaingizwa pasivyo sababu, zitafunuliwa. Tunapoongea kwa habari ya kutikisa misingi, zitafunuliwa. Malaika atawatokea kwa staili yoyote ile, na watu watatoka. Nimesemaje? Kama amwamini hilo mtaliacha, nitaomba mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Nikiwa Bugando, unajua kwa sababu hujawahi kusikia mambo haya, unaweza kuchukulia poa. Nikiwa Bugando, nilikuwa nikitibu watu. Nilikuwa natibu pia na wafungwa kutoka Butimba. Kwa naletwa. Kuna kipindi naongea nao. Na siku moja nikaongea na kijana mmoja nikamwona. Kamuuliza, uko gerezani miaka mingapi? Kaambia mwaka wa 6. Nikasikia ndani yangu tu niseme naye. Kwa nikasema naye nikamuuliza vipi, nini, kwa nini uko gerezani na nini? Habari aliyoniambia ilikuwa inasikitisha. Mama yake aliuawa. Sawa? Aliuawa. Alafu askari walipokuja wanakamata watu waliopo kuisaidia polisi. Si unajua hiyo? Kwa hiyo yuko ndani mwaka wa 6 kwa kesi ya mauaji. Hajahukumiwa kwa sababu zile kesi zinaenda polepole mpaka atakapokuja kuwa innocent ndio ataachiliwa. Unanielewa ninachomaanisha? Kwa hiyo yuko ana maumivu ya kufiwa na mama yake, alafu yuko miaka 6 gerezani kwa sababu tu mpaka kesi itakapokwisha aonekane, athibitike kwamba hakuhusika, ndio anaachiliwa. Na wako watu wengi wa namna hiyo katika magereza ya nchi hii, na mchana wa leo magereza itawatema katika jina la Yesu. Iko haki itokayo juu. Mungu hufanya mambo kwa namna yake. Misingi ikitikiswa ya magereza, waliofungwa wenye haki wataondoka katika jina la Yesu. Umenielewa sasa? Jina la Bwana libarikiwe. Ungetamani kuliona hilo likitokea? Kanisa likiomba, jambo hilo linaweza kutokea. Tuna uthibitisho wa maandiko. Badala ya kulalamika au kusikitika, masikitiko hayatusaidii. Masikitiko hayatupi chochote. Tukiomba, mwambie jirani yako, tukiomba magereza yanaachia. Kwa usiku ule, kesho yake wanataka kummaliza Petro. Kanisa kumbuka linaomba, lakini kwa juhudi. Kuna neno moja la msingi sana. Kanisa likaomba kwa juhudi. Mwambie jirani yako, likaomba kwa juhudi. Na leo uombe kwa juhudi na uendelee kuomba kwa juhudi. Mstari wa 7. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamlika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Kilichosababisha malaika aende ni nini? Kilichosababisha malaika aende ni nini? Maombi ya nani? Maombi ya nani? Hilo kanisa tofauti na kanisa hili. Wana Yesu tofauti na tuliye naye. Wameoshwa kwa damu tofauti na tulioshwa nayo. Wanakuwa na nafasi special zaidi ya kwetu. Kwa tukiomba, malaika wanatumwa kupeleka ujumbe, kuleta majibu, kutatua matatizo, kufungua minyororo, kufungua mageti, na itakuwa mchana huu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
Alafu nataka nikutazamishe kitu. Ukimjua Yesu ni raha Hebu cheki ujamaa amelala. Umewahi kutafakari? Unajua mwanzo ukisoma kwa haraka haraka utafikiri tu yani kalala katikati ya askari. Jamaa kasinzia. Mpaka malaika amekuja, nuru inaingia, kasinzia. Mpaka malaika anasema hivi, Petro, twende. Sio usingizi wa juju, sio mangamungamu. Inaitwa kupiga usingizi mtamu katikati ya changamoto. Na ninakuombea uendelee kutembea katika upako huo katika jina la Yesu. Usishindwe kulala kwa sababu ya anayokuzunguka. Ushindwe kulala kwa sababu siku hiyo Roho wa Mungu amesema uombe. Si unanielewa? Umeshawahi kutafakari mtu kulala minyororo umefungwa mikono na kesho unajua unamalizwa? Ungesinzia wewe? Lakini jamaa kalala akasinzia. Ana uhakika kanisa linaomba. Na watia moyo kanisa muombe. Watu wengine usiye siku moja ukaenda ukalala. Kumbe na kanisa limekutosa. Alikuombea. Ukisikia mpendwa yuko katikati ya jambo lolote, kanisa lifanye nini? Kanisa lifanye nini? Kwa sababu anaweza asiwe kwenye nafasi ya kuomba. Lakini ingalau amani ya Bwana ikutunze katika hali wayo yoyote uweze kusinzia. Mtu mmoja ananielewa? Wewe ambao umekuwa husinzii kwa sababu ya hali wayo yoyote, na kutamkia amani ya Bwana ipitayo fahamu zote ilinde na kutunza moyo wako, na usiku wa leo utalala mpaka asubuhi bila kujua umelalaje. Hiyo ndio amani ya Bwana. Amani atupayo Bwana. Mstari wa 8. Malaika akamwambie, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Kuna kitu hapa nataka ujifunze. Unayo sehemu ya kufanya katika kuondoka kwako kwenye hilo gereza. Unatakiwa uchukue hatua ya imani. Amina. Kanisa limeomba. Bwana ametuma malaika. Amina. Malaika amekuja. Malaika akamwambia, faa nifuate. Ilikuwa ni jambo la Petro naye kuamini kumfuata. Asingemfuata angebaki gerezani. Unanielewa mtu wa Mungu? Kulikuwa na kipengele cha hatua ya imani. Petro na Yohana walipokuwa wanakwenda hekaluni saa 9, kwenye mlango mzuri wakamkuta kiwete anawaomba, akawaambia akitarajia kitu, wakamkazia macho. Petro akasema, fedha na dhahabu sina, nilicho nacho ndicho nikupacho, kwa jina la Yesu simama. Akamshika mkono, akamwinua. Yule alikuwa na haki ya kukataa au kuinuka. Wewe miguu haijawahi kutembea, unainuliwa, unaanzaje kutembea? Lazima uchukue hatua ya imani. Mtu mmoja ananielewa? Jina la Bwana libarikiwe. Mtu mmoja Yesu akaingia hekaluni, akakuta ana mikono miwili. Mkono mmoja mzima, mkono mwingine umesinyaa. Unaikumbuka hiyo habari? Unaikumbuka? Yesu akamwambiaje? Nyosha mkono wako. Alikuwa na uchaguzi wa kunyosha mkono mzima au mkono ulio si kama unanielewa. Unanielewa? Ili aweze kunyosha mkono ule uliokunjika, kilikuwa ni kitendo cha imani. Wewe una mikono miwili, mmoja ni mbovu, unajua ni mbovu. Alafu Yesu anakwambia nyosha mkono wako. Angeweza kunyosha ule mzima kwa sababu wenyewe ni rahisi, lakini kwa sababu alitarajia kupata muujiza wake na kaamini moyoni mwake, akanyosha ule mkono uliokuwa mbovu, na mkono haukurudi tena mahala pake. Mchana wa leo natamani mtu mmoja unyoshe ule mkono uliopinda na upokee muujiza wako katika jina la Yesu. Alikuwa na hiari ya kusema ngoja ninyoshe huu, ndio rahisi. Akanyosha ule mwingine. Kuna hatua ya imani
mtu anatakiwa kuchukua ili jambo lifanyike katika maisha ya mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema mstari wa 9, akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli aliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Nikutie moyo, hutakiwi kuwa na uhakika sui nini. Wewe ukisikia inuka kwa imani, songa mbele, kitajipanga. Kile unachosikia Bwana anakuambia inuka bila maswali. Kama ni maono sawa, kama ni ndoto sawa. Ukishavuka utajishika, kumbe niko hai, ni halisia, sio maono. Mtume Petro anatembea bila kuwa na uhakika. Alifikiri yuko kwenye maono, lakini akafuata sauti, akatoka. Mstari wa 10, na walipopita lindo la kwanza na la pili. Askari wangapi hao? 8. Kumbuka kulikuwa na wawili ndani, 10 hao. Kwa 6 wako kwenye mlango. Wakapita lindo wakiwa bado wako ndani, wakapenyeza. Yaani askari wapa wajalala, lakini wakapita. Hello. Iko nguvu ya Mungu inaweza kukupitisha mahala ambapo mwanadamu wa kawaida hawezi kupita, kwa namna, kwa njia za kimiujiza. Na ndio maana ya muujiza ulio kinyume na taratibu na kanuni za kawaida. Petro akapita lindo la kwanza, akapita lindo la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingia mjini. Ule mlango wa chuma ndio komesha wa mwisho. Biblia inasema ukawafungukia wenyewe. Jamani. Unajua mambo ya Mungu ni mazuri Yaani lile geti lile la uhakika ambalo ndio tumaini la shetani, yaani la Herode kaweka, kwamba mtu anaweza akawavuruga waskari humo ndani kwa vyovyote vile, lakini mbele ya hili geti lazima atakwama. Ili kuonyesha ukuu wake Jehova, akaona hata malaika asilifungue. Walipokaribia, mionzi iliyo ndani yao ikaliamuru geti lifunguke, na kutamkia mageti yafunguke mbele zako katika jina la Yesu. Ile mionzi ya Yesu Kristo, utukufu wa Yesu Kristo ndani yako, ukafyatua mageti yaliyokuzuia yafunguke, ukaingia mjini kwa jina la Yesu Kristo, na kutangazia utaingia mjini kwa kishindo kutoka gerezani, kwa nguvu na uwezesho wa nguvu ya ufufuo ikao ndani ya waaminio. Geti likafunguka. Sayansi hiyo imekuja juzi tu, ndio kuna mageti ya kujifungua menyewe. Petro alienjoy electronic gate ya chuma karne ya kwanza. Yeye mnaongelea leo, mkaenda Mlimani City mnashangaa, mlango linajifungua ndani ya Roho Mtakatifu. Vitu vilifunguliwa katika karne ya kwanza, kabla sayansi haijakuweko. Mwanaume muumba wa sayansi alituma malaika na nguvu ya uweza ikafungua geti na kutamkia mageti yafunguke katika jina la Yesu. Lakini kumbuka, mambo haya yote yanafanyika kwa sababu kanisa limeomba. Usisahau. Na kanisa kipindi hicho bado linaendelea kuomba, halijaacha. Na wanajua kesho yake Petro anauawa, atatolewa na kuuawa. Hawajatishwa na hali, hawajatishwa na kalenda, hawajatishwa na tamko la Herode. Wanaendelea kulitia jina la Bwana, na leo tutaendelea kulitia jina la Bwana. Haijalishi hali imekuwaje, haijalishi ni ngumu kiasi gani, haijalishi nani ameondoka na huo ugonjwa, haijalishi hali inaendelea kuwa mbaya, kutoka ubaya kwenda ubaya zaidi, lakini tunaendelea kulitia jina la Bwana. Nasema tunaendelea kulitia jina la Bwana. Ukawafungukia wenyewe, wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hello.
Sasa nataka nikuonyeshe kitu hapa. Kuishi miujiza, unapitishwa tu kwa muda mfupi, alafu narudi kwenye kawaida. Sasa usije ukapita hivyo ukatamani kila mahala malaika lazima awe mbele yako. Malaika hapana. Anakuvusha kwenye jambo lisilowezekanika. Ukivuka unaenda shamba kulima. Kwa sababu wapendwa, tunapenda sana. Yaani ukishapata muujiza, mpenyo mmoja hapa wa namna ya kupata mtaji kimiujiza, kama ambavyo watu leo watapokea kwa jina la Yesu. Baada ya hapo sasa unataka kila mtaji uje kimiujiza. Hii ni special offer. Ili uvuke, akili zako zirejee, uweze kufanya kwa maarifa zaidi. Mtu mmoja ananielewa? Yawezekana uliharibu mambo na umekuna jiraumu. Bwana asema usijilaumu. Neema na rehema zake za tosha. Na leo utaanza ukurasa mpya. Sahau yale anza kufikiri unajua nilikosea. Usiangalie hayo. Sahau. Iko namna Bwana atakuvusha leo. Atakuvusha. Utaingia mjini. Ukirudi mjini, fanya kwa kanuni na taratibu zinazokubalika. Usianze tena kuishi ovyo ovyo. Unaweza kunaumwa kwa sababu ya namna ambavyo kuiangalia afya yako vizuri. Hello? Utahitaji muujiza leo upone, lakini baada ya hapo zingatia nidhamu, taratibu za namna ya kuishi ili uishi na afya njema. Mtu mmoja ananielewa? Usiwe mtu wa kutaka sa muujiza leo na kesho tena muujiza wa jambo lile lile. Unapona hiki, unaenda tena kuvuruga. Unapona hiki, unavuruga tena. Sio maisha ya namna hiyo. Unakula mtaji, leo Mungu anakurehemu, anakufanyia namna nyingine, unapata unakula tena, alafu naanza kuomba. Hapana. Mtu mmoja ananielewa? Kanisa likaomba. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amepeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Walijua Petro kwisha, kesi yake imekwisha. Kuna mtu ambaye watu wanafikiri umekwisha. Upo mtu wa namna hiyo ambaye unajua watu wanasema huyu kwisha habari yake. Upo, nyosha mkono kama upo. Nyosha. Kwenye jambo lolote watu wanasema wewe kwisha habari yako. Nyosha mkono. Kama upo nyosha mkono. Hakuna, safi. Kama upo usiogope, nyosha mkono. Yaani unajua watu wanasema huyu kwisha habari yake. Kama alivyokuwa anasema kwa Petro kwamba kwisha habari yake. Alafu Bwana akamtokelezea saa ya mwisho. Wewe namna hiyo upo, simama. Nataka nikuombee maombi hayo. Nimsii Bwana, tumsii Bwana kama kanisa akutokelezee saa ya mwisho. Naona hivyo. Haya, sisi tunasonga mbele. Naona tu mnajiuliza watu watanionaje? Kwani sisi tutakuuliza ni jambo gani? Sisi tutakuombea. Haleluya. Matendo ya Mitume 16. Hii nimeshaisema. Paulo na Sila wanahubiri Injili. Kukatokea kijakazi mmoja. Ogopa sana. Sio kila sauti inayosema maneno yanayofanana na kweli inatoka kwa Mungu. Kwa nikusomee kwanza hapa. Mstari wa 17 kwanza nikuonyeshe 16 anasema. Mstari wa 16. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi. Pepo wa nini? Pepo wa nini? Wa uaguzi. Akatukuta aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Ni binti ana pepo la uaguzi. Kwa kuna waganga wa kienyeji wanatibu kwa pepo la nini? Na wanapata faida. Haijaanza leo. Mstari wa 17. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele,
akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuhubiria njia ya wokovu. Jamani, binti ana pepo alafu anasema mambo mazuri kama haya. Wewe ukishamsikia mtu mhubiri anasema maneno mazuri kama hayo, unajua huyu lazima atakuwa wa Mungu, si ndio hivyo? Lakini kumbe hapa tunajifunza mtu anaweza kuwa na pepo la uaguzi na bado akasema maneno mazuri kama aliyosema huyu binti. Usitishwe na maneno. Kwa matunda yao mtawajua, sio kwa maneno yao. Anaweza kuwa anaimba Yesu 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 Yesu, Yesu anaokoa. Sio anasema hivi kijakazi. Anasemaje? Akisema watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu. Je, Paulo na timu yake hawakuwa watumishi wa Mungu wenye kuhubiria njia ya nini? Ya wokovu. Mstari wa 18, akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika. Dalili ni nini? Mtu anasema mambo mazuri ndani ya moyo wako na mkataa. Unajua huyu mbona kama asiye, pamoja na kusema maneno mazuri, lakini mbona asiye? Imewahi kukutokea? Mimi wako wengi tu, wengine nyinyi mnawaona wako sawa, mimi ndani wameshakataa. Nikimsikiliza anasema maneno mazuri ya Mungu, lakini ndani nakataa. Ndio ilitokea kwa Paulo. Anasema huyu anasema maneno mazuri, lakini ndani akajua huyu ana pepo. Na najua kuna wengine wanaongea maneno mazuri, lakini nikiwaangalia anajua ana pepo. Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo. Kwa hiyo manaka aliyekuwa anaongea ni pepo, sio yule binti. Si tunakubaliana? Kwa sababu anayesema, Paulo akageuka kama yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Hello? Unajua kwamba kuna watu wananena lakini ni mapepo ndio yananena. Nani amewahi kuona mapepo yakinena? Nyosha mkono nione hivi juu. Nataka uelewe mambo haya. Kausitishike. Tunaweza kuwa ananena ni pepo. Sasa usiogope kunena. Baada ya hapo, kwa sababu huyu binti alikuwa anawatengenezea wale watu faida kubwa, wakakasirika. Mabwana zake waliokuwa na mmiliki wakakasirika. Ndio maana wakawakamata Paulo na Sila, wakawaweka gerezani. Mstari wa 22 unasema, mkutano wote wakaondoka wakawaendea. Makadhi wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, nataka upate hii picha ya watu wengine hawa. Paulo na Sila wamevuliwa nguo, wamepigwa mapigo, wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Mstari wa 24, naye akisha kupata amri hii akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mikatale. Naijua mikatale? Mikatale si ndio yoke, si ndio? Au nini? Kama yeye ya ng'ombe ile miti. Kwa kama walifungwa na wakaga ng'ombe huko na huko. Wanalima. Minyororo inapita, wakafungwa kwa mikatale miguuni. Mstari wa 25. Lakini panapo usiku wa manane, sijui waliwekwa saa ngapi, wamepigwa, wamevuliwa nguo, wakatupwa gereza. Sio gereza la katikati, la ndani kabisa. Wakafungwa na miguu yao. Unaiona hali ilivyokuwa? Wewe hata hujafungwa hivyo. Usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakiomba. Kwa hawajaanza kuomba usiku wa manane, walikuwa wakiomba. Ili tukio lilitokea usiku wa manane. Walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kula nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, na alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alitafuta upanga akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tu hapa. Nataka nikuonyeshe kitu hapa kidogo kwenye theolojia ya maombi inayoendelea leo, ya kuombea adui zako wafe, adui zako wadhurike. Bwana akiingilia kati haleti uharibifu, kwa sababu yeye sio Mungu wa uharibifu. Hajaja kuua, kuchinja na kuharibu.
Huyo ni shetani. Yeye alikuja ili watu wawe na uzima, tena wawe nao tele. Nitakuonyesha kwenye mfano huu. Ingekuwa Wakristo wengi leo hapa wangesema, yani wangejificha ili ajimalize, alafu washangilie, aliyetaka kutua kajimaliza. Lakini mtu mwenye roho wa Mungu akasemaje? Kwanza hawakukimbia. Unajua tuna papara, gereza linafunguka. Kama huna uhakika na Mungu wako, unasema ngoja nikimbie wasije wakanikamata tena. Lakini Paulo na Sila walikuwa wanaomba. Kwanza wamefungwa, hata hawezi kutoka. Unaona muujiza ulivyo tofauti. Kwa Petro akafunguliwa na malaika akaja akamtoa. Kwa Paulo na Sila gereza likatikisika, milango ikafunguka, bado wamefungwa ili adui zao waje wawafungue. Sio kama unanielewa. Unanifuata vizuri? Miujiza, mazingira yanafanana. Utendaji wa Mungu tofauti. Hapa hakuna malaika aliyekuja. Tetemeko lilishuka, likatikisa misingi ya gereza. Mlango ukaanza kufanya chaka 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 mpaka ukafunguka. Hello? Alafu wenyewe bado wamefanya nini? Wamefungwa. Na ukiendelea kusoma, baada ya hapo akawafungua. Jamani, wana vidonda. Unatokaje una vidonda? Ukatibiwe na nani? Yaani wewe nipige alafu niache na vidonda. Haleluya. Baada ya hiyo wamepigwa, gereza limefunguka. Askari akaambia usijiue, tupo. Wafungwa wote wapo, hata ambao hawakuwa Paulo na Sila wapo, waliokuwa wanashuhudia wapo. Inakabirika, anaenda anawafungua, anawapeleka nyumbani, anawapa na msosi. Nafikiri kuna karibia saa 9 hivi. Watu wakapiga daku, wanapewa chakula na mkuu wa gereza, si ndio hivyo? Wakaoshwa na madonda. Baada ya hapo wakahubiri Injili, familia ikaokoka, wakawabatiza usiku ule ule. Ungemshangilia Yesu kama unanielewa. Unaona ukiwa ndani ya Yesu ilivyo, hauna papala. Yaani ungekuwa sisi ungekimbia, ngoja nikimbie wasije wakanikuta. Alafu akataka kuwa taarifa zilizofika, wakakaa mpaka asubuhi. Taarifa zilipowafikia wale wakaambia watoka, akamwambia hatutoki kwa siri. Walituleta kwa mbwembwe, watatutoa kwa mbwembwe. Ninaipenda jeuri ya, unajua kuna watu ukiwa na jeuri wanafikiri ni majivu. Na hiyo ndio kumjua Mungu wako. Yaani umeshaambiwa uondoke, sema mlitupiga mkatuleta kwa mbwembwe, mnatutoaje kwa siri? Acha dunia ijue yuko Mungu atendaye. Kwa naona kuna picha mbili tofauti. Kuna picha moja, muujiza umetokea kwenye mazingira ya siri, aliyejua ni aliyekutana na hiyo muujiza peke yake. Muujiza mwingine ndio tunaipenda hiyo, najua. Najua sisi tunaipenda. Maana hata nyimbo zetu ndio ziko hivyo. Wanakusalimia kwa hiyo, watakusalimia kwa heshima. Aliyekulinda, aliyetaka ukae gerezani, nikisema hilo ndo watu wanapenda. Kesho yake anakusafisha vidonda, unakula chakula nyumbani kwake, alafu anakutoa kwa heshima. Bwana atakutoa kwa heshima kwa jina la Yesu. Nakwambia hivi, yako mazingira yaliyokudhalilisha. Kama ni dhihaka walizipata, walipigwa, wakavuliwa nguo, wakatandikwa bakora, wakapelekwa gerezani,
wakafungwa mikatare. Hawakukata tamaa, waliendelea kumwomba Mungu na kumsifu Mungu katika nyakati hizo, na Mungu akashuka kwa njia ya tetemeko, akawaokoa na mkono wa adui. Gereza likafunguka, misingi ikatikiswa, pingu zikaachia, na ikawe kwako mchana wa leo katika jina la Yesu. Sasa picha mbili. Picha ya kwanza, kanisa limeomba, muujiza ukatokea. Picha ya pili, wahusika wenyewe wakaomba, muujiza ukatokea. Simama mahala ulipo, kama unaweza simama. Tuombe sasa. Streams of Life, naomba mpande hapa. Haleluya. Hebu msogelee jirani yako kwanza. Tafuta jirani yako mmoja. Tafuta jirani yako mmoja. Nikistamka kinyume na kila kizuizi na kila pingu na kila gereza na kila mikatale katika kusanyiko hili, na kemea nguvu za giza, enyi mapepo, naamuru kwa jina la Yesu, kaeka pepo mchafu, lipuka na upoke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Naamuru kila gereza, naamuru kila gereza lifunguke sasa katika jina la Yesu, katika afya ya mtu, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye maisha yako, kwenye uzima. Toka pepo, toka pepo, toka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nang'oa kila pando, nang'oa kila pando, nang'oa kila pando lisiotoka kwa Baba katika maisha yetu. Achia, 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 achia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Kristo. Naangusha ngome za uchawi zilizokamata watoto wako, zilizokamata mume wako, zilizokamata mke wako, zilizotupa kwenye biashara yako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila roho, kila roho, kila roho za giza, kila roho za giza, kila roho za giza zilizoachiwa kutoka kuzimu, kinyume na maisha yako, kinyume na watoto wako, kinyume na mume wako, kinyume na biashara yako, kinyume na uzao wako, toka, 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 toka. Kayama katekelebo, shama kataka, shama kataka, leka ya mataka, shama kataka, leka ya mozika, shama kataka. Shebokata, shamakata, shebokata, shebokata, kaimozika. Aitia sasa nguvu ya Roho Mtakatifu juu ya kusanyiko hili. Aitia sasa nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu. Pokea, 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 pokea uwezesho. Shamakata, kayamakata, zibokata, shamakata, esikayamata, kaibozikayama, zimakata, kaibozika. Shekeleba. Anza kujiombea sasa. Baada ya kumwombea jirani yako, anza kuombea maisha yako mwenyewe katika jina la Yesu. Kila gereza, kila gereza, kila mikatare, kila minyororo kutoka kwenye misingi yake tunaibomoa, kutoka kwenye misingi. Hatubomoi matunda tu, hatushughuliki na matawi, tunashughulika na mizizi. Masaka ya matata, shekelebo kata, shama kata. Wachungaji mnaweza kuwa mnazunguka, ukiona mtu kujisikia kumwekea mikono
mikono, omba kwa ajili ya maisha yako, omba kwa ajili ya maisha yako. Kila mnyororo, kila mnyororo, kila mnyororo unakuachia nataka, kila mnyororo katika, kila mnyororo katika, kila mnyororo katika. Shemokata, shemokata, shemokata. Familia yako ikombolewe, watoto wako wakombolewe, wazazi wako wakombolewe, biashara yako ikombolewe kwa jina la Yesu. Mume wako akombolewe kwa jina la Yesu. Ni saa ya kulitia jina la Bwana, ni saa ya kupenya. Oya kayama kata, jebo kata kayama, reke yebo zika yama, jama kataka, reke yebo zika, jana karama, reseke yama, kayama kata, reseke yebo zika. Penya sasa, baba hiyo mizigo, baba hiyo mizigo, baba hiyo mizigo, tikisa hiyo mizigo, tikisa hiyo mizigo, tikisa hiyo mizigo, tikisa mizigo ya uchawi kwenye familia, kwenye ukoo wenu, tikisa hiyo mizigo ya ushirikina, ya uganga, katika jina la Yesu. Tikisa, 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 tikisa. Shamakata, reke yebozika, janda karabakata, reke yebozika, jamakata, reke yebozika, kaibozika, jandaka, reke yebozika. Angusha hizo ngome, angusha ngome za uchawi zinazotesa ndugu zako. Wewe ndio kuhani kwenye familia yako, wewe ndio kuhani kwenye ukoo wako, wewe ndio kuhani. Tikisa, bomoa, vunja, angamiza. Isa, jamakata, 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 reka yamakata, jamakata, shika yama, jamakata yama, jamakata yama, yamakata, jamakata. Endelea, 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 endelea. Jamakata, 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 jamakata. The power of the Holy Ghost, 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 the power of the Holy Ghost. Nguvu ya Roho Mtakatifu inatembea sasa. Nguvu ya Roho Mtakatifu inatembea sasa. Nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu inatembea sasa. Nguvu ya Roho Mtakatifu inatembea. Wekelele zekelele, shamakadehele, wekelele zika, shamakata, shemokete, shamakata, shemokete, shamakata, shemokete, wekelele zika, shamakata. I rebuke the spirit of deception in the name of Jesus. I cast out you spirit of deception. Come out in the name of Jesus. Shekelebozika, Shamakata, Ekeyebozika, Shemokete, Shamakata, Shemokete, Shemokete. Fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost. Lord, the Holy Spirit, the move of the Holy Spirit over this assembly. In the name of Jesus, the power of the Holy Spirit, the healing of the Holy Spirit, the move of the Holy Spirit over you now. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, the healing power. Nguvu ya uponyaji, nguvu ya uponyaji, nguvu ya uponyaji katika mwili wako. Nakemea kisukari, nakemea kansa, nakemea magonjwa kwa jina la Yesu Kristo. Nakemea magonjwa, nakemea magonjwa, nakemea magonjwa, nakemea magonjwa.
sasa ubatizo wa Roho. Natamka, pokea ubatizo, pokea ubatizo wa Roho, pokea uwezesho, funikwa kwa nguvu kutoka juu. Pokea, pokea ubatizo, pokea, pokea, pokea kwa jina la Yesu. Kila nia, kila mamlaka, kila ngome iliyokamata fikra naibomoa kwa jina la Yesu. Kila ngome iliyokamata fikra zote naivunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila ngome, kila ijiwayo kinyume na elimu ya Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Shekelebozika, shekelebozika, kolebozika yama, mekelebozika, shabakata, kayabazeka. Charge now, charge this congregation in the power of the Holy Spirit. Charge now. Father, pray that you are going to this group.